kama mtu shehe ana haki na yeye kuwa kwenye siasa, sio kuizungumzia siasa kwenye dini. Kuna vitu viwili hapa. Wana haki wewe kama nchi kuwepo kwenye siasa, na kuna kuchanganya dini na siasa. Usifanye siasa ndio kuwa dini yako, yani ukachukua mambo ya dini ukayapeleka kwenye siasa, hapo utafeli. Au ukachukua siasa ukaleta kwenye dini. Lakini mimi kama Shafi naweza kuwa na chama changu, lakini dini yangu ninayo, lakini kwa upande wa chama niko chama fulani ambacho nakiona mimi mwenyewe kwamba chama hiki kitanipeleka mahala salama, na wapo waumini wangu wako kwenye chama fulani. Hivi tunazungumzia siasa. Lakini tukija kwenye dini, nitabaki kama kuwa kiongozi wa dini na nitaheshimika kama kiongozi wa dini. Kwenye siasa nitabaki kwenye siasa, kama nitapewa uongozi kwenye siasa nitasema siasa. Sijui unanielewa? Sasa hivi vitu watu usivichanganye sana hivi. Kuzungumza msikitini siasa ni haramu, isipokuwa siasa zina mahala pake pa kuzungumza, na zisifanywe siasa ndio dini. Yani usichanganye dini ndo siasa na siasa ndio dini. Hilo ni tatizo. Siasa mbali, dini mbali. Dini ina utaratibu wake wa kufanya, siasa zina utaratibu wake wa kufanya. Ila wewe tukikuona upo kanisani au kwa msikitini unaleta siasa, sasa hilo sasa ndo litakuwa nini? Tatizo. Siasa ni ya kwako wewe na wananchi wako wana siasa zao. Ila upande wa dini ndo utatuambia dini inataka nini. Sio, umenielewa? Kwa hiyo mimi sichanganye dini na siasa. Mimi dini ni Muislamu, siasa nitafanya kwa sababu nisipochagua rais nitachaguliwa rais nisiyemtaka mimi, asiyekuwa na maendeleo. Umeona shida? Sasa wewe ukingangania tu kwamba mimi nipo kwenye dini, sihusiki na habari za siasa, ukichaguliwa usilalamike. Sio, umenielewa? Hii tuko kwenye siasa za kinchi, sheria za kinchi, tupige kura tuchague yule tunamuona atatupa maslahi katika nchi yetu. Sijui umenielewa? Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti hivi. Kiongozi mwenzako wa kiimani Askofu Josephat Gwajima, tumweke kwenye fungu gani? Mwana siasa ama askofu wa kanisa? Yeye anaona ana vyo viwili kwa mujibu wake. Namuona pale kama ni askofu kanisani na vile vile mwanasiasa. Ila Gwajima, mimi nimesikiza zile speech zake alizokuwa anasema. Niseme hivi ambavyo ninavyotaka kusema. Anachokisema Gwajima huenda kakosea mahala pa kusema. Mnanipata bato? Huenda hakusema mahala palipokuwa sahihi, au hakutumia busara namna ya kusema. Tuwashumu hivyo. Lakini alichokisema ndicho ambacho kinachotokea. Kwa hiyo kwa alichokizungumza kiko sahihi. Ipo sawa alichozungumza. Lakini sehemu aliyozungumzia, hiyo ndio inawezekana likawa kosa. Ile mifano yake aliyoitoa kuzungumza hivi, lakini kile dhamira na makusudio ambayo anataka kuyasema, amesema kitu ambacho kiko sahihi. Huenda amekosea mahala sahihi pa kusema na namna ya lugha ya ufikishaji, kwa sababu yeye ameataki mpaka viongozi wakubwa. Sasa unajua kiongozi akiwa mkubwa kuna lugha ya kuzungumza naye. Sio, umenielewa? Zipo lugha za kuzungumza na viongozi wakubwa. Sio lugha yoyote ninayosema mimi basi anaambiwa mtu yoyote. Kwa hiyo inawezekana katika ufikishaji wake amefikisha mahala ambapo sio sahihi katika ufikishaji. Unajua Bato, kuna kitu mimi naweza nikafanya kikawa kibaya, lakini wewe ukanifikishia vibaya. Manake mimi kama vile unanizalilisha kwa mimi ninavyojiona kwamba huyu mbona ananizalilisha. Unaona, pale ndio kosa sasa linaingia. Lakini unaweza ukasema kile kitendo cha haki ambacho umekisema, lakini ukakikosea kile kitendo kikatia doa to kwa namna ya ule ufikishaji wako unaofikisha, pale ndo linakuwa kosa. Lakini ukizungumzia Gwajima kuhusu watu kutekwa, hakuna asiyejua kwamba watu wanatekwa. Kuhusu watu kupotea, hakuna asiyejua. Hivyo ndio vitu ambavyo havizungumza. Sijui hivi yuko sawa. Mimi naangalia kwamba yuko sawa kama kweli watu wanatekwa, wanapotea, wanafanyaje, ni haki kusema. Jamani, tunapoelekea sasa sio mahala salama. Kwa nini hivi vitu vinatokea? Tufanyeje sasa ili kuvifanyaje? Kuviondosha. Shafi, wewe kwa upande wako unataka Gwajima akazungumzie wapi? Mimi sisemi akazungumzie wapi.
na ungenielewa mwanzo ungekuwa ushanielewa. Huenda anasema amekosea mahala pa muhimu pa kusema, sijui umenielewa. Kwa hiyo lile jambo yeye alipolisema, kwa sababu yeye labda si ni kiongozi, ana uwezo kwanza kuwafikishia wale ambao wanahisi ni wakubwa zake lile jambo. Akisha wafikishia, likiwa limekataliwa, utarudi kwa wananchi kuwaambia jamani, kuna 1 2 3 4 kinachotokea. Lakini namna yeye alivyozungumza, kwa tafsiri inaonekana kwamba pale kuna kitu sitomfahamu baina ya hawa na hawa. Kwa hiyo akaamua sasa kulibomoa lile jambo lenyewe lilivyo, kama vile jana alivyomsikia anasema, wewe Talimba sijui nani, wewe usinifatefate nitakubomoa. Umeona ndio choro, umeona ile neno ile nitakubomoa. Unaona hii kauli nitakubomoa sio kauli nzuri, kwamba nitakubomoa, kwa maana kwamba kumbe kuna watu wanajua watu wanachokifanya, wanajuana nyewe wanafanya nini, ila kwa sababu kuna msigano kidogo hapa, ndio tunasema sasa tutafanyaje, tutabomoana. Kwa hiyo mimi niseme anachokizungumza ni haki, lakini huenda hakutumia lugha nzuri katika kufanyaje, kukisema. Umenielewa? Lakini kwa sababu kama watu kutekwa, kweli watu wanatekwa, watu wanapotea, sisi wote wa Tanzania tunaliona hilo. Lakini je, unaposemea pale ndio mahala sahihi pa kusemea? Lakini je, unasema vile kwa nadhari iliyotoka moyoni, au unasema kwa sababu ya kubomoana? Hiyo nalo ni tatizo. Lakini maneno kama neno yapo sawa, wala hamna shida. Naona kwamba watu wapo wanapitia shida ambazo Gwajima amezungumza. Sipo Gwajima alichozungumza, unasema ukweli ule ambao waliosema, lakini huenda amekosea mahala pa kufanyaje, pa kufikishia. Lakini kile anachokisema kutekwa, ametoa mifano kibao, ni kweli. Na inawezekana sasa haya mambo yanafanyika, inawezekana yenyewe serikali haihusiki na hilo, inawezekana kwamba kuna watu wakati fulani wanafanya haya mambo. Lakini swali ambalo la kujiuliza ambalo nilimsikia Gwajima anasema, ikiwa kwamba watu mambo haya yanafanyika na serikali haitambui, yani inawasaka na wao, basi tutakuwa tumevamiwa, kwamba kuna watu wanafanya uchochezi mkubwa sana katika nchi yetu, na inawezekana yanafanyika kwa kumharibia mtu fulani, kwa kufanya hivi. Kwa hiyo kwa pamoja watu washirikiane kulimaliza hili swala. Sio swala zuri kweli, kusema kweli. Leo kifika mahala mtoto wangu mimi katekwa, nitajisikiaje? Mimi nimetweka, watoto wangu watajisikiaje? Lakini tusimame katika haki, tusimame katika sheria, tusimame katika katiba. Mimi na imani haya yote yatafanyaje, yatamalizika. Na kila mtu tusimame kwa Mungu, kwamba mimi nikimfanyia bato hiki Mungu ataniambiaje? Mimi nikimfanyia kitu fulani hiki Mungu ataniambiaje? Wakati unatazama madaraka yako duniani, usisijahau madaraka yako. Kuna maneno unajua anasema kwamba ingekuwa cheo maadama lighairi kama waswala ilaika, lau kama cheo kingekuwa kinadumu kisingekufikia wewe. Maneno ujue matamu sana. Yani cheo kama kingekuwa kinadumu wewe usingekipata. Maana iko ulichokalia iko nyuma walishafanyaje? Washapita wenzio walikalia, na wewe utakiacha. Lakini yote na yote tukumbuke kwamba kuna siku tutarudishwa kwa Mwenyezi Mungu. Walikuwepo marais hapa, Nyerere amerudi kwa Mwenyezi Mungu, Mwinyi amerudi kwa Mwenyezi Mungu, Mkapa amerudi kwa Mwenyezi Mungu, Magufuli amerudi kwa Mwenyezi Mungu. Wanakwenda kuulizwa namna walivyoongoza nchi zao, walizoongoza vipi. Kwa hiyo kila kiongozi ajue ana jukumu la kulinda wananchi wake, na Mungu atamuuliza wananchi ikiwa wamedhurika, wamefanyaje hivi. Mwenyezi Mungu atamuuliza, na asiamini kwamba atakaa milele katika dunia. Kwa hiyo kwa pamoja tukishirikiana ili tunaweza kulimaliza. Lakini nirudie tu kusema, huenda mahala aliposemea sio sahihi, lakini kile alichokisema ni kitu sahihi ambacho hakuna Mtanzania asiyejua hilo. Anaona vyombo vya habari vinatoa, huyu kafanya hivi, huyu kafanya hivi, huyu kafanya hivi, vinaonekana kabisa hivyo vyombo vya habari vinatoa na kila mtu anasoma. Basi tuangalie namna gani linaweza kudhibitiwa hili jambo, ili nchi yetu isiingie nini, isiingie doa, isiingie dosari. Na tunakwenda katika uchaguzi, tutende haki, anayeshinda apewe. Na majuzi ametangaza hana mgombea aliyemtuma. Kwa hiyo watu wapambane wenyewe, watu onyeshe. Unajua Kenya aliwasikia wanashauriana kujadili bunge letu, lakini sasa
tusiwajadili wale bwana, sababu mimi sidhani kama wanajielewa. Wametutukana sana, matusi makubwa. Sasa leo ukifikiria sana unaona ni matusi makubwa. Tanzania kwa mbunge ni kumaliza kujua kusoma na kuandika. Hivi mtu anaweza kwenda bungeni akazungumza habari ya maendeleo? Wakatushangaa kwamba wamemteua CAG ambaye anafanya kazi ya kuleta mahesabu ya serikali, kudhibiti hesabu za serikali. Anawaletea pale kwamba tumeibiwa kiasi hiki tuyakizi, lakini mwisho wa siku CAG ataitwa bungeni kuonywa, ataitwa bungeni kuambiwa hapo hivi kudhalilishwa. Sasa wanatuuliza hiyo kweli wana akili yao? Kwa nini wasidumu na wananchi wakamwambia CAG nani katuibia hela zetu, nani na nani, ili tukajua tunafanya nini. Lakini inshallah kwa uwezo wa Mungu tutatoka. Mimi naamini 2025 watu wachukue fomu. Alafu sasa ujue sasa hivi watu wanachokosea, wananchi wa sasa hivi wa Tanzania sio wale. Yaani sasa hivi watu wameshafunguka akili. Kwa hiyo kama kiongozi ukifanya jambo lifikirie hilo jambo unavyolifanya, sio wale. Lakini kuwaongoza wa Tanzania simple sana. Wa Tanzania kuongoza asisi hatuna makuu. Ukituwekea shule bure, ukafanikiwa kutokea hospitali bure, umeshatumaliza. Miundombinu ya barabara nini shule. Hiyo hata tuhitaji kwa sasa. Kwa shule, asisi shule na hospitali tu. Yaani katika kitu ambacho kinatuumiza sana. Hasa wale wananchi walia chini kama vile kwenda hospitali, mtu anayela kumwona daktari 15,000, sio kufanya hivi, kufanya vile vitu vigumu sana. Yaani ukifanikiwa ukiviondoa vile, afu kuambia Tanzania sasa hospitali ni bure. I say yani hiyo bwana, hiyo utaongoza nchi mpaka utasema. Ndio sio kwamba huenda kuna wabunge wengine wameshagundua huenda 2025 hii hawatarejea tena bungeni. Si unajijua kwa vile ulivyofanya 2024 25 kwamba wewe umefanya nini, ndio unagundua kwamba hapa mimi bwana hapa siwezi kurudi. Na ndani ya chama ukoje, unajua kabisa mimi hapa bwana siwezi kurudi. Wao wanakuambia kujilipua huko kwa Gwajima, naye kashagundua kwamba mimi ni ngumu kurejea, kwa hiyo ngoja nitafute namna. Watu wasema hivyo. Yaani hiyo namna anaitafuta kwa nani sasa? Kaona kabisa kama mimi kurejea tena katika jimbo langu ni mtihani. Sidhani kama ana kilio, lakini mimi siwezi kuzungumzia hiko. Mimi nazungumzia kile alichokisema tu kile. Nasema tena kwamba akasema maneno ya haki, lakini labda akakosea mahala pa kufanyaje, pa kusemea. Lakini alichokisema kile ndio ilivyo, kakosea mahala pa kusemea. Labda nidhamu ya kusema ndio imekuwa tatizo. Ile nidhamu ya kusema, utaratibu wa kusema ndio umekuwa tatizo. Lakini kusema kwamba kuna baadhi ya vitu alivyovisema ni vya kweli kabisa, kwamba kasema kimetokea, na ukiangalia kweli kimetokea. Labda nidhamu, najua ukizungumza na wakubwa unahitajika kuwe na nidhamu, mama kana itakavyokuwa, wala usijifanywe jabali wala nini, una chochote cha kulingia. Umeelewa maana ya Gwajimanization? Mimi sijaelewa maana hiyo, na nilimsikia Gwajima katafsiri kwamba ujasiri sijui nini sijui mtu ujasiri. Sawa, Mungu kama ndio hivyo, Mungu ampe uwezo wa kusema. Kama ndio hivyo ampe ujasiri wa kusema, lakini kubwa zaidi ni kwamba taifa letu liendelee kuwa na amani kama kawaida. Yaani mimi nasema watu wote wanachokifanya sawa, tukubaliane kwa pamoja, lakini tusivunje amani ya nchi yetu. Jamani, amani sio mchezo kabisa. Amani hao watu waseme. Alafu mimi nikwambie kitu bado usichokijua, haya yote yanatokea kwa sababu ya demokrasia ya Mama Samia. Kwa uhuru wa Mama Samia. Japo watu wanamuona sio mtu wa maana yule, lakini mimi nakwambia mama mtu wa maana kabisa. Wewe vuta fikira wakati wa Magu. Nani alikuwa analeta fyoko? Watu walikimbia hii nchi. Wakaondoka zao huko, walikimbia kabisa. Kaondoka zao. Wakati wa mama watu wamerudi. Baada ya kurudi siasa nchi kulikuwa hakuna. Akawaambia fanye tena. Mama kuna siku anazungumza anasema CCM wakanipinga wenzangu, mnaona unawaachia watu wacha kukute. Lakini akasema katiba inakubali siasa, fanyeni. Katiba inakubali maandamano, fanyeni, ila tusitukanane. Sasa ile demokrasia mama aliyoitoa sasa ndio hii sasa. Hii ni demokrasia. Ndio maana Gwajima anasema hii ndio demokrasia. Anasema anafanya hivi, tumekosea hapa, kimetokea hiki. Wakati wa Magu huwezi kusema haya maneno. Lakini sasa mama kwa sababu kaiachia demokrasi, watu wanasema uhuru wa kuongea, waache waongee na si tujibu. Umeona hapo? Sasa mtu asiyemuelewa mama anamwona kama mama vile anavunji demokrasia. Yaani yeye ndio anaitoa ile demokrasia watu waseme. Wakati wa Magu hakuna alikuwa anasema hapa. Watu walikimbia nchi hapa. Lakini mama kairudisha ile demokrasia.
semeni mnavyoweza na si tuseme. Kwa hiyo CCM wanapaswa wao kusema na wao. Kama Chadema wanasema na wao waseme, kama wao wanasema na wao waseme. Hiyo ni demokrasia mama aliyoiacha. Hiyo ndio demokrasia mama aliyoiacha. Kubwa zaidi ni kumwombea rais wetu wa taifa la Tanzania Mama Samia Hassan Suluhu pamoja na rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Hussein Mwinyi. Na sisi tunasema mitano tena.